Aprili 3. Alhamisi, mwaka wa 2025, Baptism kamili ya kiti cha enzi, Matendo 16:6 hadi 7. Walipitia sehemu za Frugia na Galatia kwani Roho Mtakatifu hakuwaruhusu kuhubiri huo ujumbe mkoani Asia. Walipofika kwenye mipaka ya Musia, walijaribu kuingia mkoani Bithunia, lakini Roho wa Yesu hakuwaruhusu. Kuna mambo ambayo lazima ujue kabisa kati ya mambo ambayo Yesu alifundisha. Ni maombi ya kuanzisha ufalme wa Mungu na kutafuta haki yake. Yesu aliwaamuru wanafunzi wake wasiondoke Yerusalemu bali wangoje kile kilichoahidiwa. Baptism kamili ya kiti cha enzi ni maombi ya masaa 24 ambayo hutolewa kwa amani, Bwana akiwa pamoja na Yusufu ilikuwa silaha ya Yusufu. Hata Mfalme Dario alimkubali Danieli kuwa mtu ambaye alimtumikia Bwana wake siku zote. Vivyo hivyo, unaposubiri huku ukifurahia maombi ya masaa 24, kazi za ufalme wa Mungu 25 zitatokea na utayaona mambo ya milele. Lazima basi utoe changamoto kwa wakati huu. Hivyo nini, Remnant, pumweni polepole na kuanza maombi. Unapovuta pumzi, unatakiwa kuomba kwa ajili ya Mungu wa Utatu kuja juu yako, na unapaswa kusambaza hii kwa wengine unapopumua. Hasa, unafaa kufurahia wakati wa kina wa maombi unapofurahia Baptism 7, safari 7 na miongozo 7 ambayo Yesu alieleza kwa siku 40. Pia, utafanya mambo matatu wakati wa mchana. Moja, furahia wale Remnant 7 walikuwa wale waliokuwa na Baptism kamili iliyookoa Israeli wakati Israeli ilipokabili misiba 7. Maafisa wa kanisa na hata wazazi waliowasaidia walifurahia Baptism kamili. Paulo alisema tuombe daima katika Roho. Hii iliashiria maisha ya kubadilisha kila kitu kwa njia ya maombi. 2. Subiri, unapaswa kusubiri nguvu za kiti cha enzi kilichoahidiwa na Yesu kuanzishwa mahali pote. Sifa za majibu ambayo Remnant 7 walipokea ni kwamba walisimama mbele ya wafalme. Wafalme walikuwa ni wale waliokuwa na ufunguo wa kuhubiri Injili kwa mataifa 237 na makabila 5,000. Wafalme ambao hawakuwa waumini walimkiri Mungu kupitia watu hawa binafsi, na milango ya umisheni ilifunguliwa kwa kawaida. 3. Changamoto, hatimaye kazi kuu ya Mungu ikadhihirishwa. Hii inajulikana kama milele. Wale Remnant 7 na Paulo walipeleka jibu walilopokea kwa wafalme. Ilikuwa ni wakati huu ambapo kazi za kuokoa ulimwengu na kanisa ziliibuka. Sasa lazima uingie katika maombi ya kupumua sana usiku na kuinua Baptism kamili ya kiti cha enzi. Unapoendesha mtiririko wa jumbe muhimu, utakuja kuona maisha yako ya baadaye na kuwa mwenyeji wa wainjilisti. Unahitaji tu kushikilia agano hili na kuomba ombi la agano. Mungu Baba, asante kwa kuinua Baptism inayookoa ulimwengu. Naomba hii ianze kuanzia leo. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen.